Karibu ndani ya ndimi za baraka, siku hii nzuri ya kupendeza, mchana wenye neema. Tena Mungu ametulinda mimi nawe kuiona na kuifikia siku hii ya baraka mno, neema tele, na bila yeye hatungeweza hata kuiona na kuifikia siku hii, siku hii ya baraka mno ambayo Baba Mungu muumba mbingu na nchi amenipa mimi nawe. Kipindi ni Mwanga wa Baraka na tuko ndani ya kitengo kizuri kabisa, ndimi za baraka, siri za maisha. Leo hii tunamtazama mdudu anayeitwa siafu. Hawa wadudu ni wengi mno, na kinachowapendeza mimi nao, wanaishi sehemu moja, wengi mno, lakini wanapolichimba shimo lao wanaketi mno ndani wote kwa pamoja. Wanazifahamu baraka za kukaa pamoja. Dunia hii tunayoishi ndani, kuna watu ambao wanataka waishi peke yao na hawataki waone wengine wakiwa ndani ya dunia hii, na wanahitaji mafanikio yao peke yao. Kuna wengi ambao hata walikokuwa chini waliwekwa madarakani, na walipofika katika madaraka wakasahau ya kwamba kuna walioweka pale. Sisi sote duniani ni wanafunzi ambao wako darasani. Ikiwa utapata neema ya wewe kuwa the prefect, kiranja, haimaanishi ya kwamba wewe umekuwa principal wa shule hiyo. Yeye maanisha duniani unapokuwa uko mbele kama kiongozi kwa wenzako, fahamu ya kwamba hizi baraka tushiriki sote na tuwe sote kwa pamoja. Tusichukulie ya kwamba darasa hili ni langu sasa na mimi ndiye mkuu wa darasa, lazima mtaondoka ama mtatii. Hapana. Hawa wadudu siafu wana midomo mikali ya kung'ata, na wakikung'ata unahisi uchungu mkali, lakini hakuna siku siafu wameishi maisha ya kuumana wenyewe. Wanaishi kwa kupendana na kufanya kazi yao kwa pamoja. Wanaishi kwa nidhamu tosha, na sidhani kama kati hao walio wakubwa wanaweza wachokoza wadogo, na sidhani kama kati yao kuna wale ambao wanakosa kweli. Kuna wakati vitu vinaweza kosa kuwa sambamba jinsi mlidhani, lakini haimaanishi ya kwamba sasa utumie nafasi hiyo kumdhuru yule aliye mdogo. Hapana. Siafu, jambo la kwanza, ni wadogo, lakini wanafanya mambo makubwa kama ya watu wakubwa. Maana wanatafuta mpaka vyakula vyao na kuweka akiba. Nyakati za jua na baridi wanazifahamu, na wakati wa mvua. Wana hekima na maarifa, wanaweza ona mbali mno na urefu mno, na ni wadudu walio chini. Wanaweza kosa kuwa na nguvu za kubeba vitu vizito, yaani si wanono wa kubeba vitu vizito, lakini ukiwatafuta utapata kile wanachokifanya hata walio wanono hawataweza nacho. Nasema nini katika ndimi za baraka? Mungu kutuweka duniani kwa pamoja kama wanadamu, alikuwa na makusudi. Alikusudia hilo. Alitaka tukue duniani, tuache wivu, moyo wa chuki, kiburi, kujiinua, kujitakia sifa na vitu vingine. Alitaka tuishi pamoja. Kwa nini? Maandiko yanasema nini? Kitabu kile cha Yeremia, nabii wa Mungu, mlango wa 1 mstari wa 4. Neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Kabla uumbaji hujafanyika, Baba Mungu alikujua. Analifahamu mpaka jina lako, na alikujua hata kabla hujaingia tumboni mwa mama. Alikujua. Anajua hatima yako, anajua uendako. Nasema nini katika habari za ndimi za baraka ndani ya Mwanga wa Baraka Radio Fortune Africa? Baraka zako ziko, na hakuna atakayeweza kufikia hizo baraka. Na hata kama kizazi hiki cha sasa kitaona baraka hizo, kizazi kijacho kitapokea hizo baraka ambazo Jehova aliahidi katika kizazi hiki. Nataka hivi ufahamu hili: kuweni watu walio na bidii, umoja na nidhamu. Ishini maisha kama yale ya wadudu waishao siafu, na katika mafanikio kuna vitu vikubwa vitafanyika. Siafu unaweza wafungia njia moja, lakini wataifungua njia nyingine na wataendelea na safari. Unaweza kuwa ulinyang'anya ulichukua nacho, enda mbele ya mbele, fungua kingine, kitafaulu. Bwana yu pamoja nawe, atakulinda, ataifanya biashara itainuliwa, na atakupa kibali cha mambo makuu yajayo, maana alikujua kabla hujaenda tumboni mwa mama yako. Ahadi zozote alizoahidi Bwana kwa ajili yako zitatimia, maana Mungu wetu ni wa milele, ni wa jana, leo na milele.
jinsi alivyoahidi Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na wakazipokea Israeli shamba la ahadi alizowapa, hata nasi tutapokea kwa jina la Yesu. Asante. Ni idhaa ya Radio Fortune Africa, kuwe na burudani. Tunasema kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, kuwe na burudani, sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Mungu wa amani awalinde, awatunze, awabariki na watende mema. Langu jina Matthew Deba. Asante na karibu sana. Imekuwa ni Ndimi za Baraka.